Kama ulivyosema hapo awali, mimi sijawahi kukupenda hata siku moja. Kama wewe uliwahi kunipenda, ni wewe mwenyewe na ujinga wako, lakini mimi sikuwa hivyo kabisa. Na huyo mwanamke ambaye ni mke wako, kabla hajakuwa mke wako wewe, alishawahi kuwa mwanamke wangu mimi. Na hata ukisema muulize, kati ya mimi na wewe nani anampenda, atasema ni mimi tu. Kwako wewe yupo kwa ajili ya maslahi binafsi. Dori, mimi nadhani sina muda wa kujielezea sana. Unajua nini cha kufanya, na usipokifanya hicho ambacho unatakiwa kukifanya, utafanyiwa wewe baada ya wewe kufanya. Wewe ni nani? Nakuuliza, wewe ni nani? Wewe ni nani? Na umefuata nini nyumbani kwetu? Nakuuliza, wewe ni nani? Oh, kumbe ni wewe. Sina taarifa na ujio wako. Niambie, kimekuleta nini nyumbani kwetu? Pole sana binti, lakini hili lilotokea linaweza kuwa funzo kwa upande wako, ukaacha kufanya yote mabaya unayoyafanya. Yaani, unataka kumaanisha nini? Umri wa bibi yako umeenda sana, hata kifo chake si shida, lakini wewe ni binti mdogo sana. Unataka kucheza na akili yangu, si ndio? Unataka kucheza na maisha yangu eh? Nakuuliza. Sisi nikwambie, kama umemuua bibi yangu, basi tambua sitokuacha salama. Lazima nawe nikuteketeze. Wacha hiyo binti. Mimi wala sijamuua bibi yako, bali mtu aliyemuua bibi yako ni yule binti ambaye mnataka kuchukua mkufu wake. Na kitu ambacho nasikitika, hautapata nafasi ya kuona mwili wa bibi yako, kwa maana bibi yako ameangamia. Wewe ni binti mdogo sana, na hiko mnachokitafuta kamwe hamtakipata, kwa maana yule binti atawaangamiza watu wote ambao mnaendekeza ushirikina. Mnaacha njia ya haki na mnaendekeza ushirikina, mnaabudu shetani. Yule binti atoacha salama. Nafasi bado unayo binti, tubu dhambi zako. Sina haja ya kutubu, sina haja ya kufanya chochote. Kama kweli bibi yangu amefariki, basi tambua nguvu zake zote nitalisi mimi, na kila aliyemteketeza bibi yangu, basi tambua sitamwacha salama. Na kama umehusika hata wewe, basi tambua sitokuacha salama, sitokuacha uishi kwenye ulimwengu. Lazima nini kuteketeza. Sasa mmenichokoza, jiandaeni kwa vita, jiandaeni kwa moto.
ulizani utanitoroka, si ndio? Ulizani kama unaweza kunikimbia mimi? Nisikilize kijana. Nimekulea kwa muda mrefu sana. Najua hata harufu yako. Mimi ni kama upepo. Popote pale utakapoenda, jua utanikuta. Niambie, ni wapi ulipowapeleka mama na yule binti? Maana uliamua kumuua yule binti hapa na kutoroka na yule kahaba wako. Wapi mwapeleka? Siwezi kukwambia. Yaani nipige, niue, sikwambii. Nipo radhi kufa kwa ajili ya kumtetea mpenzi wangu. Unahisi ni rahisi kiasi hicho? Siwezi kukwambia ni wapi alipo. Na kule nilikowapeleka kamwe hutoweza kujua ni wapi alipo. Nipige, niue, nifanye unachotaka, lakini hatima itazungumza. Na nafanya yote haya kwa sababu nampenda mwanamke wangu. Yes, nampenda. Moyo wangu uko radhi kwa lolote, kwa chochote. Niue Jordani, niue. Niue. Sasa wewe leo umeyatimba. Cha kufanya wewe, usiondoke, usifanye kitu chochote kile. Cha kufanya wewe, pita kona hapo kwanza mimi nikamalize. Wewe koma wewe. Tena unikome na ushika adabu yako. Na kujua vizuri, najua vizuri tabia zako. Lakini sikujui wewe pumbavu wako unafanyia hao kunguni wenzio, sio mimi. Tena nitamwambia paka mume wangu. Hii tabia yako ya kipumbavu hii. Unikome. Kimya. Unampaukia nani kelele hivyo? Unampandishia nani kelele? Unatakiwa utulie hivyo hivyo. Mimi ni mwamba mtaa huu. Mimi ninja, Vitopia. Kila mtu ananiheshimu. Wewe ninja wako ni huko. Masankroni sio kwangu. Nitakutoboa na hii kitu hii. Muone chuma, nitakutoboa nafu nitakunywa damu kupitia hapa. Wafikiri kuogopa? Njoo nitoboe. Kama wewe ni mwanaume kweli umekamilika, njoo nitoboe. Au uniogopi mimi au sio? Uniogopi mimi au sio? Nia yangu mimi tufanye kinyamsisi. Kimya kimya. Asa kulingana utaki. Mimi naichapa hapa hapa. Babangu nisamehe. Nisamehe. Sitakuja kurudia tena. Naomba nisamehe na tubu dhambi zangu. Naomba nisamehe, sitakuja kurudia tena. Kwanza leo nimeacha tabia. Nimeacha tabia. Unaongea na nani? Umechanganyikiwa au? Yule pale anataka kuniua. Wacha hiyo. Kwa nini mpaka leo bado unaendelea kufanya tabia za ajabu? Wacha hiyo kijana. Wewe unafahamu vizuri kabisa yule binti watu kama nyinyi atawaangamiza. Wacha mara moja kufanya tabia kama hiyo. Kweli mimi sifanyi tena. Mwambie wewe binti asiniue. Natubu kwako. Natubu kwako. Mjinga kiasi hicho. Ina maana siku zote hapa nimekaa na wewe najua kabisa lijali mwanaume shupavu. Yaani unatoka pembeni za mwenzako hapo unajibu kama nimefanya hivyo kwa ajili ya mwanamke? Nisikilize. Siku zote sipo tayari kuendelea kuwavumilia wanaume wale wote.
ambaye ametumia sehemu zetu za siri kinyume na sheria hasifai kuwa kwako. Sionee haya moyo wangu, sionee haya hata mwili wangu, hata hicho kifo unachonitishia wewe kuniua ni hata sikionee haya. Yes, of course, niue. Nisikilize, sioni sababu yoyote wewe kuishi, ni lazima utakufa. Niambie, ni wapi ulipoaficha? Niambie, ni wapi ulipoaficha? Unajua, leo ni usiku special sana kwangu. Ni usiku ambao naenda kuunganisha nguvu zangu. Ina maana mpaka kufika kesho nitakuwa mtu mwenye nguvu sana. Unasikia? Kuna mambo mawili tu ambayo napaswa kuchagua. Ufe kifo ambacho kitampendeza shetani au ufe kifo ambacho kitanipendeza mimi. Manyuka. Naam boss. Huyu kenge maji huyu itabidi nimue kwa mikono yangu miwili, mimi mwenyewe. Yaani ikifika kesho asubuhi mimi ndo nitakaye kuua. Umenisikia? Umenisikia? Niue! Sikiliza. Kupona kwako ni ngumu. Nitahakikisha unakufa kifo kama cha kuku wa sikukuu. Najma, siku zote tangu nikufahamu najua kwamba ni binti jasiri sana. Sikuzani kwamba naona zako dhaifu kiasi hicho, na leo imenishangaza kuliona chozi kwenye uso wako. Hebu niambie, nini kinakusibu? Mwanzoni nilidhani kama utani, lakini ni kweli. Nimeshuhudia kwenye TV ya asili kifo cha bibi yangu. Bibi yangu amefariki. Bibi amefariki? Inawezekana vipi? Mbona imekuwa ghafla kiasi hicho? Nini shida? Yule msichana mdogo mpuzi ndio aliyeniulia bibi yangu. Mpaka sasa siko tena na bibi yangu. Nimempoteza bibi yangu. Wamemuua. Na alikuwa hana kosa lolote. Bibi yangu hana hatia yoyote. Lakini ameteketezwa. Imenisikitisha sana. Unajua bibi alikuwa mtu muhimu sana katika maisha yangu. Yeye ndo alikuwa muhimili wa kila kitu katika maisha yangu. Najua na kuahidi nitashirikiana nawe bega kwa bega kuhakikisha kwamba kwa yoyote yule ambaye amehusika na kifo cha bibi naye anapitia yale yale. Najua bibi ndo alikuwa msaada,
kila kitu nimepoteza. Nilikuwa namtegemea yeye peke yake. Kambi yangu imejaa usaliti. Siwezi kumwamini mtu yoyote ambaye ananizunguka. Sio Mshabaha, sio Manyuka, sio Kide, sio yoyote yule. Sina wa kumwamini. Nakuomba tushirikiane kwenye hili. Tushirikiane mimi na wewe. Na kama ukikubali kufanya tendo na mimi, hii itatupa nguvu sana. Na tutaweza kulipiza kisasi kwa mtu yoyote yule ambaye anahusika. Na sio kufanya tendo tu. Mimi niko tayari hata kukuoa. Na mimi nakuahidi, kama tutashiriki tendo kwa pamoja, basi mimi nitakuoa. Ufanyaje? Yaani unioe mimi? Wewe mpuzi, unaongea nini wewe? Yaani unioe mimi? Inawezekana vipi? Usisahau kuwa mimi ni mtawa hapa. Bibi yangu amefariki. Mimi ndo nimebaki na halisi kila kitu. Kwa hiyo nadhani unaweza kumuoa mkubwa wako. Mimi ndo nitakaye kuoa wewe. Kama ulivyosema hapo awali, mimi sijawahi kukupenda hata siku moja. Kama wewe uliwahi kunipenda, ni wewe mwenyewe na ujinga wako, lakini mimi sikuwa hivyo kabisa yani. Na huyo mwanamke ambaye ni mke wako, kabla hajakuwa mke wako wewe, alishawahi kuwa mwanamke wangu mimi. Na hata ukisema muulize, kati ya mimi na wewe nani anampenda, atasema ni mimi tu. Kwako wewe yupo kwa ajili ya maslahi binafsi. Dori, mimi nadhani sina muda wa kujielezea sana. Unajua nini cha kufanya, na usipokifanya hicho ambacho unatakiwa kukifanya, utafanyiwa wewe baada ya wewe kufanya. Siku zote baba akiwepo katika familia ni furaha sana, ila asipokuwepo watoto huwa gizani. Uamuzi ni wako.